itare nawe, ditora itare nawe, ditora itare nawe, goro ine akwa Yesu, ditora itare nawe, ditora itare nawe, ditora itare nawe, goro ine akwa newe jere
Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yes, ni Bwana wa ajabu, ni Bwana mwema, Bwana ambaye anafanya miujiza, anafanya maajabu. Bwana ambaye amesimamia yote haya ambayo tunaona, na pia tukumbuke yale ambayo hatuoni ndio mengi zaidi. Kuna mengi ambayo hatuoni. Hata hapa katikati ya hapa kuna mambo yanapitia hapa, si ni kweli? Si utasikia simu ya wadani kiwaka, usikie imelia, alafu usikie sauti yakiongea. Simepita tu hapa, na hiyo sauti tunaiona ikipita. Basi kwa hivyo Mungu yuko hivyo, mambo ambayo tujaona ndio mengi, na yale ambayo tumengojea kuyarithi, kuyapokea, tunaambiwa hata mioyo yetu haiwezi kawaza, haijaweza kuwaza vile kutakuwa. Na ndiye aliona kidogo Mtume Yohana alipopelekwa huko juu. Tumesoma mahali ati aliona malaika mmoja, akaona mpaka akashtuka, akamwangukia miguuni kumwabudu. Akamwambia hapana, mimi. Kumbe aliona ni malaika na hakuwa malaika, kwa sababu alisema mimi ni moja wa ndugu zenu nani? Manabii. Kwa hivyo kuna mambo maajabu ambayo yanatungoja, ya kwamba ati tutafika hali ambayo hata sisi watu watafikiri sisi ni Mungu mwenyewe, kwa sababu tutakuwa tunashiriki utukufu wake. Akaambia hapana, mimi usiniabudu, mimi ni mtumishi tu kama wewe, ni mmoja wa jamii ya manabii. Na nabii ni nani? Si wale tu akina Musa. Yeyote ambaye anaongea mambo ya Mungu ni nabii wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo hata wewe governor ukiwa shule unaongea mambo ya Mungu, si ndio? Unakuwa mmoja wa watumishi, kwa sababu unajua, unaona vile wanafanya, waambia hapana, hiyo haifai, Mungu hafurahishi. Mkiongea haya maneno mnaongea hayafai. Michezo hiyo haifai. Muwe na nidhamu. Mungu anapenda watu na nidhamu. Unakuwa hata ukiwa shule na wewe ni kijana mdogo, bado unaweza kuongea neno la Mungu mpaka watu wasikie na watakumbuka. Leo tunaendelea na tunaona mabingwa. Tuliona wiki iliyopita Mungu alisaidia tukaona waanzilishi. Tukaita huko mapambazuko vile ilianza. Na mtu wa kwanza kutajwa imani aliitwa Habili. Kwa sababu alikuja kwa Mungu akiwa ana sadaka, akiwa na matoleo kwa Mungu. Na Mungu tunaambiwa akamheshimu huyo, na pia akaheshimu matoleo yake. Kwa hivyo baadaye tukasonga na tukaona sasa tunaendelea tuone hawa mabingwa wengine ambao walikuja. Tutataja wachache, lakini tunajua ni wengi. Tuko katika Waebrania 11, leo tunasoma mstari wa 20 twende mpaka 40. Kwa hivyo ni mistari 21 ambayo tunasoma, lakini kama kawaida kwa sababu ya wakati tunasoma mistari mitatu. Tunaona kitu cha kwanza leo, kitu si tunasema tumejenga na tunajenga juu ya misingi ya manabii na mitume, si ndio? Si kuna wimbo tunaimba hivyo. Msingi wetu ni manabii na mitume. Na ni msingi thabiti, kwa sababu hakuna mtu hapa amekutana na nabii hawa zamani, ama amekutana na mtume kama Paulo. Atakuja tuambie tulikuwa na Paulo huko Thessalonika. Hata sasa Thessalonika washiko, wakati Mungu atatusaidia tuende safari, tutaenda mpaka huko Thessalonika. Sababu ikuko ni mahali tunaweza kwenda. Ukisikia Thessalonika, iko mji inaitwa hivi hata Efeso iko. Iko hata hiyo Yerusalemu, hata hiyo Gaza, isipokuwa hiyo Gaza unasikia iko na vita, ndio hiyo. Ukisikia njia ya Gaza ndio hiyo iko. Na Mungu atusaidia tutaenda huko. Si ni Mungu wetu anaweza akatufungulia njia.
tujione wote tumeingia ndege, si ndio? Tunaenda huko kuona hiyo Bethlehemu. Ile tunaongea mambo ya mtoto alizaliwa, tunaambiwa alizaliwa hapa. Ni ajabu. Sasa hebu tusomee tafadhali mstari wa 20 mpaka 22. Tuone msingi ambao tumewekewa wa imani hii yetu. 20 mpaka 22. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau, hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa, akabariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoa kwao wana wa Israeli, akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Asante. Ati huo ndio msingi sasa tumepewa. Na kuanzia huo msingi ndio tuko leo, kanisa la Agano Jipya, kanisa la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuna ushuhuda ametuokoa, tuna ushuhuda amekuwa mchungaji, tuna ushuhuda tunaenda naye na mwishowe tutakutana naye. Amen. Amen. Sasa tunaambiwa hivi watu na mtu vile alionyesha imani yake. Tunaambiwa kwamba Yakobo, Isaka kwanza ni Isaka. Alikuwa na wana wawili, Yakobo na Esau. Aliwabariki kuhusu mambo yajayo. Alijua kuna mambo yanafuata. Na kila mmoja alikuwa amechagua njia yake, si ndio? Lakini hata katika kuchagua njia yake kila mmoja, Mungu alikuwa na makusudi mazuri na wote wawili. Kwa sababu hata wakiwa katika tumbo la mama yao, Mungu alisema kuna mataifa mawili, mataifa yana nguvu. Lakini Esau yeye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza akadharau hiyo haki yake ya kuzaliwa kwa kwanza. Hiyo haki akaipuuza. Sasa ndugu yake Yakobo akachukua hiyo nafasi. Lakini hata katika hivyo Mungu alimbariki, kwa sababu alikuwa mwana wa Ibrahimu. Si hata Ishmaeli Mungu alisema atambariki. Akasema hata rithi na Isaka, lakini atakuwa taifa kubwa. Mungu ni Mungu wa haki. Si Mungu ambaye ataona fulani huyo ataniona, huyo nitamnyorosha. Mungu hayuko hivyo. Anatafuta wema katika kila mmoja. Kwa hivyo hata Isaka akibariki Yakobo na baadaye kubariki Esau, aliwabariki na wakakuwa ni watu wamebarikiwa. Lakini kubarikiwa na kufikia ahadi za baraka, hiyo ndiyo kazi, na hiyo ndiyo tumeitiwa. Esau akapuuza, hata mwisho wake ukakuwa hivyo tu. Lakini Yakobo mwisho wake hatujaona mpaka leo, si ndio? Kwa sababu hata sisi leo tunaongea ahadi ya Yakobo. Sisi tukiongea mambo ya wana wa Israeli, na tunaongea mambo ya Israeli halisi, wale wameamini. Hiyo ndiyo Israeli halisi. Wacha hii Israeli ina makombora sasa yananyesha huko, nao pia wanatupa makombora. Sio Israeli hiyo, iko hiyo Israeli, lakini Israeli halisi ni hiyo ya kweli ya sisi tumemwamini Mungu. Kwa hivyo akawabariki. Na mtu akibarikiwa amefanya nini? Amebarikiwa. Na hakuna jinsi mtu anaweza akachukua baraka yako. Wewe tu ni wewe unaweza kuiuza, unaweza kuipoteza kwa sababu ya maamuzi yako. Na tunaambiwa naye Yakobo
alipokuwa karibu kufa, akaangalia maisha, akiamka siku zake vile ziko, tunaambiwa alibariki kila mmoja wa wana wawili wa Yusufu. Alitoa wana wa Yusufu kwa sababu Yusufu ijapokuwa alipitia mambo magumu, baadaye mwisho wake ukakuwa wa ajabu, kwa sababu hata katika kupata wana wawili yeye akakuwa amebarikiwa, kwa sababu hata kutoka hapo Yakobo akasema kwa Mungu akasema kuanzia sasa Yusufu akiwa mmoja, yeye akapewa makabila mawili. Hakuna mwingine alipewa makabila mawili, yeye akapewa kabila ya Manase na kabila la nani ya Naftali na Manase na nani, nimesahau. Wana wawili wa Yusufu walikuwa Manase na nani, mnikumbushe, nimesahau kidogo, lakini wakakuwa wawili. Hao wengine wanasimama mtu na kabila lake, mtu na kabila lake, lakini huyu alisimama na makabila mawili. Hilo jina limenipotea kidogo. Alafu watatu ni Yusufu, naye akaangalia siku tunamwona akiwa kijana wa miaka 17. Sasa amezeeka, na katika kubariki wana Israeli, tunaambiwa Yusufu alipokuwa karibu kufa alitaja kuondoka kwa wana wa Israeli. Anangoja kufa, anajua sasa miaka yake imesonga, atakufa, na akawaambia tafadhali, Mungu atarudi na mtatoka hapa. Kwa hivyo mimi mifupa yangu mfanye nini? Muibebe muizike huko nyumbani kwenu. Akazikwa na baba yake. Wengine sijasikia walizikwa na baba yao, lakini huyu alisema mifupa. Sijui kama walizikwa huko Misri na wakatosheka kuzikwa Misri, kwa sababu wakati Musa na watoa hao wengine wote walikuwa wamekufa, sababu ilikuwa miaka mingi walikaa huko. Lakini Yusufu hiyo miaka haikumtisha, akasema hivyo. Sasa kuna funzo hapa. Funzo ni Mwanzo 27:38. Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami. Babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Si ni jambo la kusikitisha ati unalilia baraka yako, kwa sababu alikuwa ameikataa. Na ijapokuwa udanganyifu ulitumika, Mungu tayari alikuwa ameona ni mtu aina gani. Kwa hivyo uzaliwa wake wa kwanza, hiyo haki alikuwa ameondolewa. Lakini hata ukizaliwa wa pili, si baraka yako bado iko. Ijapokuwa kuna mzaliwa wa kwanza, hata ukiwa wa mwisho utakuta bado hata wewe uko nayo. Kwa hivyo akalia, lakini tunaambiwa ile yake ya mzaliwa wa kwanza hiyo akaipoteza kwa sababu aliidharau. Yohana 4:12 inasema hivi, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake. Yohana 4:12. Ni Yesu Kristo amemkutana na yule mwanamke, tunamwambia, si tunaimba mwanamke Msamaria. Alipoombwa maji akauliza, wewe unaniombaje maji, wewe Myahudi na mimi ni Msamaria? Kulikuwa na uhasama, kulikuwa na uadui, kwa sababu hawa Samaria pia walikuwa wazaliwa wanani wa Yakobo, lakini wakachangamana na watu wa mataifa, wakatengeneza taifa lao linaitwa Wasamaria. Kwa hivyo walikuwa bado ni wana, lakini wamekuwa sasa hawaandamani na hawa, hata kuomba wanaomba tofauti. Yesu akamwambia, mimi nitakupa kama ungelijua yule anakuomba maji, ungemuomba yeye akupe maji.
Katika hiyo mazungumzo wakamuuliza, kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo? Yesu alikuwa mkubwa kwa sababu hata kabla ya Yakobo yeye alikuwa yuko. Tumesoma katika Waebrania tunasema ya kwamba Yesu Kristo na agano lake ni bora kuliko yote ambayo yalipita. Kusema kweli, hata Yesu Kristo mwenyewe akasema Musa na Torati na manabii wamekwisha katika Yohana. Yaani Yesu Kristo akaingia baada ya Yohana Mbatizaji na kukakuwa ni kipindi kipya. Jambo la pili, tunaona mtu ambaye aliitwa Musa. Musa alikuwa mtu wa ajabu. Hebu tuone mambo yake. Hawa tunaambiwa tu alipitisha baraka, si ndio? Anapitisha baraka, anapitisha maagizo. Hebu tuone Musa naye alikuwa mtu wa aina gani. Tusome 23 mpaka 29, lakini tusome tu 23 na 4 na 5 tafadhali. 23 mpaka 25 na 5, 23 mpaka 25. Basi ilikuwa shati na kara za mambo yaliyo 23. Kwa imani Musa alipozaliwa akafishwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Asante. Tunaona mambo ya Musa. Musa ni mtu, habari zake ni za ajabu. Ni mtu ambaye hata Mungu mwenyewe alitoa ushuhuda wake, huyu Musa ni tofauti. Hebu tuone mambo ya Musa. Tunaambiwa kwamba alipozaliwa kwa imani, si imani yake, imani ya wazazi. Ati walipoangalia walimficha miezi 3 wazazi wake. Amri ilikuwa imesema mtoto akizaliwa auawe. Wa kiume akizaliwa mara moja auawe, asiruhusiwe kuishi. Sasa huyu mama amejifungua mtoto. Wazazi wake wakiangalia wakaona huyu mtoto kuna kitu wanaona ambacho ni tofauti. Wakaangalia sura yake. Tunaambiwa tu kumwangalia ikawapendeza sana. Wakamficha miezi 3. Na wanaogopa, hawaogopi. Ni jambo la kutisha kuficha mtoto kwa sababu ilikuwa amri badala ya kumuua. Ya kwamba hakuogopa hiyo amri ya mfalme. Wakamficha miezi 3 akakuwa anakuwa. Ni ajabu. Lakini mtu akiwa na imani atafanya mambo, kwa sababu mtu akiwa na imani, imani huwa hai, inazungumza na mioyo yetu. Si akili. Akili hapa zinatuambia ni hatari. Lakini imani inasema hapana, huyu mtoto ni mzuri. Wacha tumkae naye miezi 3. Wakaona sasa amekuwa mkubwa. Si mtoto wa miezi 3 lazima atatoka kwa nyuma. Sasa hiyo ndio wakafaa kuchukua ile hatua ambayo walichukua. Sasa tunaambiwa alipokuwa mtu mzima, si habari za Musa tunajua. Ila alienda katika mto, na katika mto akafika mahali akapokelewa. Akiwa katika mto, binti ya mfalme akamchukua na akasema huyu ni mtoto wangu, nimepewa na Mungu kutoka kwa, amekuja kwa maji. Lakini la pili tunasema alipokuwa mtu mzima
Na ni ajabu, alipokuwa hiyo mtu mzima anasema alikuwa miaka 40. Siku ya leo mtu mzima tumeambiwa na gavana wetu hapa ya kwamba ati ni miaka 18. Yeye si miaka 18, alikuwa miaka 40. Akaona hapana, haya maisha fake staki, haya maisha ya bandia staki. Mimi siwa hapa, mimi si Misri. Kwa sababu tulisoma alilelewa na mama yake, akanyonyeshwa na mama yake, akajua mambo ya watu. Kwa hiyo tunaambiwa alipofika hapo akasema hebu niende nione watu wetu. Yeye anaishi nyumba ya kifalme, akatoka akaenda kule alikuwa anaishi. Akakataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Akachagua kuteswa pamoja na watu wa Bwana Mungu badala ya kufurahia raha za dhambi za muda mfupi. Alikuwa mahali pana raha lakini nje ya Mungu. Watu wa Misri walikuwa naomba walikuwa naomba sanamu. Walikuwa na miungu ya huko. Hasa kulikuwa Mungu mmoja mkubwa sana, Mungu wa huo mto. Sababu huo mto hata leo, siku ya leo mto huo huko. Na huo mto mpaka leo ndio unalisha Misri. Juzi hawa jirani zetu wanaitwa Ethiopia wakatengeneza bwawa kubwa sana la maji. Wakashika maji na watu wa Misri wakaanza kusema chungeni msituharibie nini maisha. Kwa sababu huo mti kuna mito mikubwa inatoka Ethiopia inaingia kwenye huu mto ambao umetoka Uganda ukielekea Sudan. Unaitwa mto huu tunaita Nile. Lakini kwa hivyo walikuwa na miungu mingi. Akasema hii miungu na utajiri na raha ya huku staki. Afadhali niende kuona watu wangu. Sasa yeye akakataa. Tunasema akakataa. Na hata sisi kuna mambo ambayo tunakataa. Kuna mazungumzo ambayo tunakataa. Kwa sababu hayo mambo baadaye yana mwisho ambao si mzuri. Yale tunangojea ni mambo bora zaidi. Kwa hivyo mambo fulani lazima tuyakatae. Wa tatu tunaona ati alitadhamu aibu ya Kristo kuwa ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa maana alikuwa akitazamia thawabu. Alipopima mambo ya Mungu wa Israeli, mambo ya Mungu wa wazazi wake, mambo ya Mungu wake, akasema hapana, nikilinganisha na Misri na mambo yake na utajiri na ustaarabu na raha na starehe zote, hapana, afadhali niende kwa watu wetu, niteswe nao, mwishowe nitapata thawabu kutoka kwa Yehova Bwana Mungu. Kwa hivyo ni lazima hata sisi tuwe watu wa kupima, kuhesabu. Hiyo hilo jina la Kiswahili kutaadhima, huko kutaadhima ni kuhesabu, akahesabu akalinganisha. Vile ambavyo Robinson umeangalia maisha ukasema mimi nataka niende shule nisome hiki, kwa sababu najua nikisoma hiki nitafanya hivi, nitakuwa hivi Mungu akinisaidia. Sikuna wengine walisema mimi siendi mahali. Kuna wengine wanapita vizuri na wanasema mimi niko sawa. Haya maisha ya kijiji ni mazuri. Ya kufanya vibarua, kula, kulewa, hiyo ndio wanaishia hiyo. Ni vizuri kufanya hesabu ya maisha, kujua ni nini bora zaidi. Kwa hiyo tunaambiwa 4, aliacha Misri bila kuogopa hasira ya mfalme. Alivumilia kana kwamba anamuona yeye asiyeonekana. Wewe fikiri mtu anatoka Misri na anaenda, akaenda nchi ya Midiani, akaenda. Lakini alijua alijua Mungu ana kusudi na maisha yake. Akiwa miaka 40
na alienda akaishi miaka hiyo 40 huko. Yeye ni wa miaka 40. Alipofika miaka 80 ndio Mungu alimtuma arudi Misri. Wewe fikiri kama tuseme ulilelewa huko wapi? Wadani. Ulilelewa na huko mbali huko, nilikuwa nasikia watu wakisema Rogoro, na huko Nakuru huko mbali hawa Nyahururu na huko mbali uambue sasa rudi huko. Utasema ai, hii miaka yote nimekaa miaka 40 hapa Murang'a hiyo baridi. Yeye akarudishwa huko. Na akajua wakati umefika na akaenda. Lakini alijikuta ya kwamba ni mtu kabisa sasa, hata ana ile nguvu alikuwa nayo ya kwanza anaona hana. Hata akaambia Mungu, hapana, sasa tuma mtu mwingine, mimi sitaki. Hata kunena siku hizi siwezi kunena. Alikuwa amesahau kunena na kuzungumza na watu. Lakini Mungu kwa imani akakubali na akarudi. Hiyo ndiyo ya 4. Akarudi Misri. Na tunaambiwa ni kama mtu anaona yule asiyeonekana. Kwa sababu ukinisema Mungu ameniongoza hivi, watu watakuuliza Mungu gani? Nikiwaambia Wadani aliniambia, si mnajua Wadani? Kama mnashaka simtenda kumuuliza. Atuliambia Mwirore hivi. Ndio waseme tu kumwambia. Hiyo ni uongo yake. Ama aseme ndio nilimwambia hivyo. Sikuna watu wanatoa habari za uongo. Sasa sisi tunaongea mambo ya mtu anaitwa Mungu na Mungu hatumuoni. Na hivyo ndivyo Musa alifanya. Akasonga na akaenda, ni kama anaona mtu ambaye haonekani. Kwa sababu si alikuwa anasema Mungu amesema. Huyo Mungu yuko wapi? Si kama Mungu ya Misri ile wangepelekwa kwenye kisanamu wakione. Yeye alitembea kama mtu, anatembea na mtu ambaye haonekani, lakini yeye anamuona. Sauti yake anasikia. Si Mungu alikuwa anamuongelesha? Ati alikuwa yeye anasikia sauti, ati Mungu akiongea na yeye alikuwa anaongea kwa sauti. Alikuwa anasikia sauti. Alafu tunaambiwa alikumbuka Pasaka na kunyunyiziwa damu, ili yule aliyeua wazaliwa wa kwanza asiwaguse. Akaagizwa na Mungu, fanya sadaka, fanya Pasaka, mchinje kondoo, damu yake mweke kwenye miimo ya milango, mtapiga Misri. Akaamini kwa imani, akafanya hivyo, na siku ikakuja Misri wakapigwa, ya kwamba hata mzaliwa kwanza wa ng'ombe akauawa, akakufa. Kwa hivyo kulikuwa kilio, hakuna kitu hakuna kitu, mzaliwa wa kwanza wake hakufa. Mtu mmoja akasema hata ilikuwa siku ya huzuni kubwa, kwa sababu unakuta Dave ndiye mzaliwa wa kwanza kwao, mzaliwa wake wa kwanza, na labda mke wake pia ni mzaliwa wa kwanza. Wote wanafanya nini? Wanakufa. Lakini kwa imani Waisraeli wakaokoka. Na si Waisraeli peke yake, kuna wengi sana waliokoka ambao walikuwa si Waisraeli. Baada ya kuona kazi ya watu wa Mungu vile iko, waliandamana nao na wakakubali hiyo imani, wakatoka Misri nao. Alafu ya 6 tunaambiwa yeye alipita kati ya kama nchi kavu. Bahari kubwa. Wengine hapa hatujaona bahari, labda tumeona, tunasikia tu bahari. Lakini ilikuwa bahari kubwa. Labda unahitaji chombo kuvuka. Lakini hao walipita ikiwa nchi kavu kwa sababu ya imani. Aliwaambia watu tulieni, watu walianza makelele, tafadhali huko tunakufa. Akaambia mtaona, ngojeni tu, mtaona mkono wa Mungu. Na akaona bahari imepasuka, imekuwa nchi kavu. Hatuambiwa akatembea kwenye matope, ilikuwa nchi kavu kabisa. Maji yakakuwa upande huu, kukakuwa barabara na maji yakasimama. Kwa sababu
waliamini. Na walipoona wamevuka na Wamisri wamefuata jeshi kubwa, likafuata hata sisi tutapita hapo. Lakini walipoingia wote wakakufa, sababu bahari lilirudi, wote wakaangamia. Huyo ni Musa, mtu mmoja, mtu ambaye hata aliogopa kurudi huko, hata akaogopa, akakataa, hata alikataa, akaambia Mungu hapana. Akamwambia nitakupa mtu wa kuongea. Hapana, Mungu alimwambia hata mimi nitakuwa na kuongelesha, utakuwa tu unafungua mdomo unaongea. Dance ni ajabu hiyo. Ati unafungua mdomo hivi unajikuta unaongea maneno ambayo yako kwa akili yako, kinywa tu unaongea, watu wanasikia. Akasema hapana, tafuta mtu mwingine. Ati Mungu akakasirika hata karibu auwe Musa, lakini akasema acha. Na baadaye Musa akafanya maajabu. Funzo ni hili. Kutoka 2:11. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmoja wao wa ndugu zake. Nilisoma hiyo habari. Anaenda tu kutembelea watu wao. Alipoona alikasirika, akamua Misri na akamzika. Siku nyingine alienda akakuta sasa ni Waisraeli wawili wanapigana. Akaambia ule alisijui alijuaje. Labda kuna ule alikuwa mkubwa anapiga mwingine. Akakuwa akamwambia nyinyi ni ndugu, acheni vita. Nani? Ama unataka kutuua vile uliua Misri? Sasa tukiamini Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu tutakutana na mambo kama hayo. Lakini Mungu anabaki akiwa pamoja nasi, anabaki akiwa na uwezo, anabaki akiwa mwaminifu. Mathayo 16:15-16 inasema, akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Ni Bwana na Mwokozi wetu Kristo aliuliza swali, akiwauliza wanafunzi wake, mnaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Bwana Mungu aliye hai. Ni ungamo la muhimu sana, na ni ungamo ningesema kuu kuliko maungamo yote ambayo tunaweza kufanya. Hakuna kitu tunaweza kusema kina nguvu kama hicho. Na huyu aliposikia sauti, Musa na wengine wakasikia sauti na wakaamini hiyo sauti, ya kwamba hakuna sauti kubwa kuliko hii. Na sisi ambao tunamwamini Bwana na Mwokozi yetu Yesu Kristo, tukiamini tu hivyo, tumeamini, tunamuona Mungu na Mungu anafanya maajabu katika maisha yetu. Na kupitia sisi Mungu ananyosha mkono wake wa nguvu, nguvu zake zinaonekana. Amen. Amen. Tunasoma kitu kinaitwa ushindi. Tutaongea mambo ya mabingwa. Si mabingwa ni wale wameshinda. Si Daudi alikuwa bingwa kwa sababu alipiga jitu, akiwa kijana mdogo akaitwa, sasa akakuwa ni mshindi. Sasa tunaona hao wawili tumesoma walikuwa wote ni mabingwa, kwa sababu kila mtu alikamilisha kazi ile alikuwa amepewa na Mungu, na alikamilisha vizuri. Na tumeona Esau, yeye hakukamilisha, hahesabiki hapo Esau kwa mambo alifanyia Mungu, lakini Yakobo tunaambiwa 30 mpaka 38. Hebu tusomee 30, 31, 32, mistari mitatu, tuone ushindi ni nini. Walishinda. Si bingwa anakuwa ni kushindana, si ndio? Siku nao wanapigana ngumi wanaitwa mabondia, Siku na wengine wamieleka, wale wanalipwa pesa mingi sana ni wa nini? Ni wa mpira, wa mbio. Wa mpira wanalipwa kuliko wa mbio.
Na mabondia pia wanalipwa kuliko hata wamempira, si ndio? Kwa sababu yeye mtu mmoja yeye analipwa hiyo mabilioni yote kwa kupigana kipigano moja tu. Unasikia mtu amelipwa sijui siku hizi wanalipwa ngapi? Unafuata Dave? Hapana. Mabondia wanalipwa pesa. Kwa hivyo kila kitu unashinda. Si hata msichana wetu Trufena alishindana tu kwa kushika mti. Masaa mangapi? Kwa 36 ama mangapi? 70 na kwa hivyo siku 3. Ni mimi na hesabu vibaya Siku 3 akashika mti na ikakuwa bingwa. Na kuja kijana mmoja alikuwa amevunja pia rekodi hiyo, Dave sijui unajua. Wa kupepeta mpira hivi hivi, unachukua mpira hivi unapepeta hivi. Alipepeta sijui mara 1000 ngapi. Na alikuwa wa Kenya. Na akapata kusifiwa. Kwa hivyo sasa hao ni mabingwa wa imani. Sizo pesa zilishakwisha. Si hata kuna mmoja alikuwa anaitwa nani? Iron Mike Tyson. Sababu alikuwa kijana mdogo miaka 25 akaanza kuangusha watu kwa maodini. Lakini leo nasikia hana. Kwa sababu pesa zilikwisha. Nguvu ilikwisha. Si nguvu. Si alipata mwingine wa kumpiga. Na pesa akatumia vibaya. Mwingine alikuwa mbele yake anaitwa George Foreman, mpaka leo anasikika. Ana mambo amefanya na zile pesa. Lakini si hata Foreman akifika wakati ataaga na mambo yake ikwishe na pesa aache. Lakini utajiri ambao sisi tunapigania ni wa milele na milele. Kwa imani tusomee mstari wa 31 na 32. Tafadhali. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku 7. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa imani. Nami niseme nini tena? Maana wakati usige nitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefitha na Daudi na Samueli na za manabii. Ati wakati hautoshi. Sababu ni wengi. Sasa tunaambiwa ati chini ya Yoshua kuta za Yeriko zilianguka baada ya kuzungukwa kwa siku 7. Umesikia jeshi limekuja mali zikazunguka, ukuta unaanguka. Si wanatumia makombora. Wanalipua, wanatumia ndege za kivita kama vita ambavyo vinaendelea sasa. Nasikia kuna majumba yamejenga ya nguvu. Inatengenezwa, inakorogwa. Umesikia Wadan? Nyumba imekorogwa kuta futi 8. Lakini inapigwa na kombora, inapasua. Hawa hawakuwa na hayo makombora, lakini walifanya nini? Walishinda. Atikuta tu. Wakaamua vita mtashinda, lakini siku 7 mfanye nini? Mzunguke ukuta. Mzunguke tu, alafu siku ya 7 ni sauti itatoka ya nini? Ya tarumbeta. Nafikiri na mupaze sauti. Sauti peke yake ikabomoa kuta. Na hizo kuta nasikia zilikuwa kubwa hizo kuta. Vile nasikia ndio nimesikia ati farasi wangekimbia 3 wakishindana juu ya hizo kuta. Kwa hiyo zilikuwa kuta pana, lakini zikabomoka. Sasa zilipobomoka, Mungu akajionyesha. Na tunaambiwa kuna mtu mmoja aliitwa kahaba Rahabu, ambaye angeangamia, lakini akaamua hata angamia. Kwa nini? Kwa sababu alisikia ushuhuda. Tayari alikuwa amesikia habari za
wana wa Israeli vile walifanya mambo yaliyotokea Misri. Wakasema, habari zenu tumesikia, nyinyi watu wa kali, ni watu wabaya nyinyi, si watu wa kuchezwa nao. Kwa hivyo akaamua kuficha wapelelezi. Lakini akawaambia, nataka mniahidi, mimi nimewaficha ya kwamba wakati mtapiga huu mji, mimi na familia yangu tutakuwa salama. Wakaambiwa, sawa, hiyo tumekuahidi. Yeriko yote ikaangamia, yeye na familia yake wakapona, kwa sababu walikuwa na imani kwa huyo Mungu, na si Mungu wao, lakini amesikia habari ya vile ametenda. Alafu tunaambiwa wakati hautoshi, kwa sababu kama kungekuwa na wakati tungeongea mambo ya watu kama wa Gideoni, Baraka. Lakini ukiongea mambo ya Baraka, tunaongea mtu mwingine anaitwa nani mwingine walikuwa na Baraka vitani? Debora. Mmesahau? Baraka ndiye aliambiwa aende vita. Kwa hivyo hata akiambiwa alifanya maajabu na nini, yalimpita maajabu, kwa sababu alimwambia, wewe umeambiwa uende. Akasema, mimi siendi usipokuja na mimi. Akasema, sasa wewe umepeana utukufu wako kwa mwanamke. Sasa mwanamke akasimama kwa imani, hakuogopa, akasema twende vita basi. Ndio huyo Baraka. Tunaambiwa mambo ya Samsoni aliyepiga hao Wafilisti. Tunaambiwa mambo ya Yefta, mambo ya Daudi, mambo ya Samueli na manabii. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba tukiongea mambo ya Yakobo hatuongei mambo ya Esau, si ndio? Na tukiongea mambo ya Daudi tunataja Suleimani mahali anatajwa kama moja wa mashujaa mabingo, kwa sababu yeye ijapokuwa aliomba vizuri apate hekima aweze kutawala watu wa Mungu, baadaye aliacha kumcha Mungu. Hata yeye mwenyewe akakuwa naabudu sanamu. Alipenda wanawake sana, kwa hivyo kila mahali akapata mwanamke, na kila mwanamke anakuja na kasanamu kake, na hata ikafika yeye anaandamana na wake zake kwenda kutoa dhabihu kwa miungu. Hatajwi. Kwa hivyo kuna wale hawatajwi kwa sababu wengine nafasi hakuna, wengine hakuna kitu kizuri kingetajwa vile mwisho wao ulikuwa. Basi kwa ufupi tunaambiwa kwamba kwa imani ya hao wengine wengi hatujataja, walishinda falme. Walikuwa watu wachache, lakini walienda wakishinda kila mahali. Chini ya Yoshua walipiga kila taifa, wakienda vita kila wakati. Wakati wa Daudi pia ikakuwa hivyo. Daudi akapiga watu kwa sababu Mungu alikuwa naye na alikuwa na imani. Yeye kabla kwenda vita kama Yoshua anaomba Mungu, twende, anaambia enda. Hata Mungu anaonyesha mbinu za kutumia tofauti. Ati walitenda haki. Kutenda haki ni kufanya mapenzi ya Mungu, sababu Mungu daima ni wa haki. Tunapofanya mapenzi yake tunahesabika tumetenda haki. Watu walipata ahadi. Mtu alikuwa na imani akapewa ahadi. Si tunaona kuanzia hata na Ibrahimu akapewa ahadi, na ahadi yake akaiona. Walipata ahadi, na hizo ahadi zikatimia kwa sababu walikuwa na imani. Mkumbuka Yakobo akienda akiwa tu na fimbo, akaambia Mungu nitakutumikia. Naye Mungu akamwambia, nitakuwa na wewe mpaka utakapofanya yale yote nimekuahidia na ningetaka kufanya kupitia wewe. Wakapata ahadi.
Tunaambiwa wengine waliziba vinywa vya simba. Unajua kama Danieli akasema sitaomba Mungu, nitaomba Mungu wetu. Hata kama amri imesema tusiombe, mimi nitaomba. Na tunaimba ati simba walikuwa wamekaa njaa. Lakini kwa huyu akaambiwa, huyu malaika akamwambia nyinyi msimguze, na hakuguzwa. Wengine tu anaambiwa walizima nguvu za moto. Si tunaimba habari ya Anania, Mishaeli na Azaria. Wakasema hatutaabudu sanamu. Na baada ya hiyo hawakweli hawakuabudu sanamu, na hata wakaingizwa kwenye moto na hawakuchomeka. Tunaambiwa wengine walipona makali ya upanga, walilindwa na Mungu. Mali wangeuawa hakula, wakaenda vita, wakatoka salama sababu walimwamini Mungu. Hiyo ndiyo tunaambiwa walipona makali ya upanga. Wengine walitoka udhaifu wakatiwa nguvu. Walitoka udhaifu, walikuwa dhaifu. Kama Gideoni akiitwa, si alikuwa amejificha. Akaambiwa wewe shujaa. Nani mimi? Akaambiwa wewe ndiwe Mungu atatumia, na akakuwa shujaa. Sasa ni bingu. Mtu ambaye alikuwa mdhaifu. Hata Daudi si alikuwa mdhaifu akilinganishwa na Goliath. Akilinganishwa na Goliath alikuwa mdogo, lakini akapigana na akashinda. Hata Daudi jeshi lake lilikuwa kubwa, lilikuwa dogo, lakini wakapigana na majeshi makubwa na akawashinda. Tukaambiwa hata vitani walikuwa mashujaa vitani. Walipigana vita na wakashinda vita kwa sababu Mungu, walimwamini Mungu na wakapata ushindi. Na tunaambiwa walitimua majeshi ya wageni, ya kwamba wakipigana na hao wageni wana majeshi na wamejiandaa, na hao hata hawana jeshi, wakakuwa wanawatimua kwa sababu Mungu aliwasaidia. Hata kama vile tulisoma wakati mwingine, hata kuku wa vita ni Mungu tu alitoa sauti ya farasi wakatoroka na wakaacha mali yao. Na tunaambiwa hata wanawake waliwapokea wafu wao wakifufuliwa tena. Sinasoma mama wawili ambao watoto walikufa na wakafufuliwa na manabii kwa sababu waliamini. Wakaenda kwa nabii Elisha, wakaenda kwa nabii Elia, kaambia mtoto wangu. Ati nabii akamwita huyo mtoto na mtoto akaamuka. Kwa hivyo wanawake waliokuwa na imani walikutana na ushindi wa Mungu. Kwa hivyo wanawake, imani mshike imani hiyo ya Deborah kwenda vitani. Mshike hiyo imani ya yule mwanamke ambaye alizuia watu. Hiyo ni imani. Hata yule aliyeua yule mkuu wa jeshi. Imani ni kuamini Mungu. Mungu wakati ule ananizungumzia na muamini, nafanya kile anataka nifanye na naona matokeo. Kwa sababu sio mimi, yeye. Tunaambiwa kati hao wengine waliteswa bila kukubali kuokolewa. Waliteswa na wakakubali tu wateswe. Na hata tunaambiwa wale hata kuokolewa wakakataa, wakaambiwa kaneni, acheni huyu Mungu mtaokoka. Wakasema acha tufe. Na kwa sababu tunaambiwa walitaka kupata ufufuo ulio bora zaidi. Waliamini hata hapa nikikufa hapa kuna maisha bora zaidi yanangoja. Kwa hivyo hawakuzuiwa na haya na wakushikilia mambo ya hapa. Hata mahali wangepata nafasi ya kuokoka wakasema hapana, wacha tufe katika imani. Tunaambiwa ya kwamba wakapata dhihaka. Dhihaka ni kuchekwa, ni watu kuambia
Ulikuwa unasema Mungu, sasa huyo Mungu yuko wapi? Na tutadhihakiwa, si ndio? Wewe unasema umeokoka, acha tukuone. Na labda kweli unaumia tu kama wale watu wengine. Lakini unafanya nini? Unavumilia hiyo. Kwa sababu wewe unavumilia hiyo, utapata dhihaka, tutadhihakiwa. Lakini tunaambiwa afadhali sisi, kwa sababu tukidhihakiwa, ufalme wetu siku yake itafika. Ufalme yao hapa tutadhihakiwa, hata utaitwa majina, utachekelewa, hata utaekelewa mambo, lakini utakubali. Wengine viboko. Sijui hapa nani amewahi kupigwa viboko kwa sababu ya imani? Kaambiwa utapata viboko. Wadani umepigwa viboko vile vya kuambiwa lala chini unapigwa kwa sababu ya imani? Hapana. Walipigwa za shule. Za shule ni sawa. Viboko kwa sababu ya imani, kuna wamepigwa viboko. Kuna nchi wamekatazwa, watu wengine wanauawa, lakini wanasema afadhali tufe. Kama hizi nchi za Waarabu. Au nasikia wa Somalia, wa Borana. Unauawa kwa sababu ya imani. Unapigwa, unaambiwa hiyo tusisikie hiyo jina, unapigwa. Lakini kuna kwa hivyo walipata viboko. Wengine minyororo, wanafungwa gerezani. Hata sasa kuna watu wako gerezani nchi fulani kwa sababu ya imani. Wamekataa kumwacha Yesu, wamekataa na Yesu. Hapana, Yesu lazima. Wengine hata wakakatwa vipande viwili kwa msumeno. Si upanga, msumeno. Na wengine wakajaribiwa na wakauawa kwa upanga. Wengine waliuawa, lakini akakufa akiwa na imani ya kwamba nikikufa. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba kwamba hata nikifa nitatawala tena. Kuna wewe tulikuwa tunaimba tunasema hata nikifa nitatawala tena. Hata hiyo ndio imani yangu, hata nikifa. Nikifa katika kazi ya Mungu, nikifa nikiwa na imani, nitatawala tena. Hapa sitawali, lakini nitatawala tena. Na tunaambiwa walizurura huku na huko, wengine wakiwa wamevaa ngozi za kondoo na mbuzi. Yaani ni watu wamekataliwa kabisa, hata nguo hawavai nzuri kazi hiyo tunavaa. Ni kondoo na mbuzi, hizo ngozi ndizo wanavaa, wanazurura. Ati wakiwa maskini. Kwa hivyo kuwa maskini washiko si laana. Tukipitia umaskini, kuna wengi maskini, si ndio? Lakini utajiri wa kweli huko. Si hata Lazaro alikuwa maskini, lakini siku yake ilifika alipokufa. Wengine watu walikuwa maskini kabisa. Mali wamenyang'anywa, wamekuwa maskini, lakini wana imani katika umaskini. Mungu yuko tu. Wakiwa maskini, wakionewa na kuteswa. Na walipitia hayo wengi. Si hata tunakumbuka nabii Elia vile aliteswa. Hata nabii kama Yeremia ukisoma habari zake aliteswa sana. Na ni kunena tu hiyo neno. Kusema vile Mungu anasema. Hata siku moja wakamchukua akamweka kwenye kisima kilikuwa hakina maji na akafungiwa huko. Wao ufikiri mambo kama hayo. Na ni kweli ya tu mnasema ya Mungu. Lakini tunaambiwa hawa watu waliupitia hawa. Huu ulimwengu haukuwastahili. Walikuwa si wa huku, walikuwa wa mbinguni. Hebu tuishi hivyo ya kwamba hatutafuti ya huku duniani ati ndio akili zetu saa yote ni ya hapa. Ya kwamba hata tukipitia kipindi kigumu, fedha hakuna, maisha ni magumu. Wengine wakilia, sisi hatulii. Tunamlilia Mungu, tuombe wewe Mungu. Tunajua wewe ni wa kweli. Na hata tukishindwa hapa mbele zako kuna uzima wa milele na milele. Na umeenda kutuandalia makao. Amen. Tushikilie hiyo. Ya kwamba hawa walizurura katika jangwa, milimani, mapangoni na mashimoni ya dunia.
Yaani walikuwa watu wanaishi misituni, jangwani, kwa sababu ya kukimbilia usalama wao, kukimbilia ushuhuda wao, washikilie ushuhuda ya kwamba walikuwa bora zaidi ya hapa. Funzo ni gani? Samueli 26:20. Basi sasa isianguke damu yangu chini mbali na uso wa Bwana Mungu, maana mfalme wa Israeli ametoka ili kutafuta funza, mtu awindaye kware mlimani. Maneno hayo ni ya nani? Nani ataniambia? Ni maneno ya Daudi alipokuwa anawindwa na Sauli. Kuna mahali alienda na nani akakata mavazi yake, si ndio? Hata naambiwa muue sasa tumalizane na yeye sahihi. Si kuna jamaa mmoja alimwambia hivyo. Mashujaa wa Daudi akamwambia acha nimchukulie hii, shikanishe na udongo na mkuki. Akasema hapana, huyo ndiye ametiwa mafuta na nani? Na Mungu, achana naye, wakati wako utafika. Sasa hapa alikuwa anaongea na Daudi na Sauli. Daudi akamwambia sasa, namna gani? Mbona umwage damu yangu? Ati wewe mfalme, ni kama wewe unatafuta funza. Si unajua funza? Unajua funza ni nini? Ndio. Ni nini? Niambie funza ni nini? Hamjui? Unasema mnajua funza? Yeah? Dhuya. Hata Nadia amecheka. Wewe fikiri mfalme anaambiwa Daudi anajiona yeye ni kama funza. Na anajua amemwagiliwa mafuta lakini anaambia mfalme usikubali, usimwage damu yangu. Ati wewe ni kama mtu anawinda kware. Si kware tunamjua? Kware ni nini? Ndio hiyo mnaita ngware. Ati mimi ni kama ngware tu vile unawinda wewe mfalme, unawinda ngware ya nini? Achana na mimi. Si maisha yake anaomba asamehe acho. Amemwagiliwa mafuta na anajua yeye ndiye atakuwa mfalme. Lakini hapiganii hiyo. Kama ni watu wengine siangemua mara moja. Aseme naende atoe ushuhuda. Huyo mtu alikuja tu nilipia hapo amelala nikamweka nini mara moja. Bwana asifiwe. Watu waseme amen. Yeye alikataa akasema hapana, ni Mungu ameniahidi, Mungu ni wa kweli. Mungu ameniahidi, Mungu ni wa kweli. Niliwapatia ushuhuda mama moja nilisikia alitoa katika kikundi cha wamama. Ati Bwana asifiwe. Ndienda yule mama jirani akakuja, akanitukana, mimi nikanyamaza, nikamwambia wewe kama tungekutana wakati nilikuwa sijaokoka ungeniona. Sasa hiyo ni kitu ya kujisifia wakati nilikuwa sijaokoka. Hiyo si ushuhuda. Hiyo ndio unaishi, unamuongelesha kwa utulivu, huyo anakutusi. Lakini usimwambie ati kama ni siku ile. Kwani unataka hayo maisha? Sio maisha uliyaacha. Na ndio Daudi yeye hakujipigania. Hakuna mahali alijipigania, yeye alikuwa amejitoa kwa Mungu. Na Mungu wakati wake akamuinua. Luka 23:31 pia inasema, kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Maneno ya Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Si alikuwa anadhihakiwa? Si aliwekelewa mambo mengi? Si alikuwa anawindwa na hajafanya makosa? Anauza sisi ambao tumekosa na tunakosea na tunajulikana vile tulikuwa, sitakuwa zaidi. Ndio huo tunaitwa mti mbichi. Walifanyia hayo mti mbichi. Yeye ni mti mbichi. Yesu alikuwa mti mbichi. Alikuwa mzuri katika kila hali. Sisi ambao tumekauka, sitakuwa zaidi. Lakini hata katika uzaidi huo Mungu yuko pamoja nasi.
Sasa tufunge. La 4 ukamilifu. 39 na 40 tumalize. Kitu kinaitwa ukamilifu. Ukamilifu wa imani ni nini? Na sasa tunaongea imani ya kutoka Habili mpaka imani ya ule mtu wa mwisho ataamini kabla baragumu ipigwe ya Bwana Mungu. Mwisho ufike kabla mwisho. 39 mpaka 40 na 40. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ati katika hayo yote, wakati Samsoni anapigana na Wafilisti, Daudi anafanya, Gideoni, hao wote tumetajwa ya kwamba hata kufa walikufa bado wanangojea nini? Ahadi. Na ya kwamba hata kamilika, ukamilifu wa mpango wa Mungu haungekutosheka katika hao, haungekamilika na ungefikia katika hao, kwa sababu Mungu alikuwa ametupangia sisi mambo bora zaidi, ya kwamba ukamilifu wao tutakamilishwa pamoja. Na ndio tumeambiwa kuna siku inaitwa siku ya nini? Ya Kiyama, si ndio? Ambao wote watasimama. Kuanzia mtu wa kwanza kuzaliwa anaitwa Adamu, Adamu atasimama, na mtu wa mwisho ule ambaye atazaliwa duniani, huyo pia atasimama. Na wote watasimama mbele kiti cha hukumu. Si sote tutasimama. Si ambao tutakuwa tumekufa, tutafufuliwa ili tuende katika kiti cha hukumu, ili tulipwe imani yetu. Kwa hivyo hawakulipwa imani. Ibrahimu hata leo hajalipwa, anatungojea. Lakini yuko mahali paraha ambapo Yesu Kristo si alimuona. Na hata alikuja si Musa, hata alikuja akiwa na Elia. Wamengoja ili sisi hii kazi ya Mungu iishe, twende tupate ukamilifu pamoja. Ya kwamba nyinyi wote mliamini Mungu, kila mtu wakati wake, lakini sasa ilikuwa pamoja. Amen. Basi tafakari. Funzo ni katika 25:8. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Ibrahimu katika ahadi zote na nini alipewa, na yale aliona Mungu, aliona katika Mungu, akipelekana na Mungu, alikufa na akazikwa. Na kaburi zake mpaka leo ziliko mahali. Lakini bado Ibrahimu anafanya nini? Anatungoja sisi. Hata enda mbele za Mungu alipo mbele yetu. Siku ya malipo tutalipwa pamoja. Luka 24:5. Na walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Ni wale walienda kwenye kaburi la Yesu, na malaika ambao walitokea wakawaambia, mnatafuta aliye hai katika wafu. Kwa hivyo hata sisi tunajua hivyo, ati tukikufa sio hapo, hata tukizikwa sio hapo, kuna siku yetu ya kufufuliwa. Na hata saa hiyo hatuishi hapo na mambo yetu yanakwisha. Tusililiwe ati tumekufa, tujue siku kuna ufufuo kwa wafu. Basi kwa kutafakari ni 11:26, akihesabu ya kuwa kushtuliwa kwake Kristo ni utajiri mkuu katika hazina kuliko hazina za Misri, kwa kuwa alitazama hayo malipo. Kuna malipo bora zaidi. Tufanye hesabu zetu vizuri. Wazo kuu: kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa
imani. Rahabu alikuwa kahaba, lakini kahaba akakuwa mwokozi kwa sababu aliokoa familia yake yote, na wakaandamana wakaenda nchi ya ahadi wakiwa wamekubalika katika nchi ya Israeli. Sala, watu ambao ulimwengu haukuwastahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Tunaambiwa nini? Kusema tuna imani si kusema matatizo hatuna. Tutakuwa na imani na pia tuwe na matatizo mengi, hata matatizo makubwa kwa sababu ya imani. Lakini uzuri wa imani ni ya kwamba kuna ahadi na kuna malipo. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu abariki. Amen.